tulisimama wote kwa pamoja na tukasema sisi tuliogombea naye sote tunamuunga mkono kwa moyo mmoja na kwa roho moja. Kambi zetu sisi tulishavunja. Wamenituma wenzangu wote, na nasema wote kwa sababu lazima tutambue kwamba hii kazi ni kazi ya kupokezana vijiti. Mimi niliwahi kuwa mbunge wenu, yakaharibika katikati hapo, nikamkabidhi kijiti Mabula na kazi kafanya. Sasa hivi Mabula naye anachukua kijiti, amemkabidhi mwenzetu hapa Nyingi. Na amenituma kuwaambieni kwamba hiyo ndiyo kazi ya chama. Chama kinalea viongozi, na kiongozi wetu sasa hivi ni John Francisco Nzilanyingi. UDOM alipofika akachaguliwa kuwa rais wa chuo kikuu UDOM, hapo vipi? Naomba upigie mstari neno kuchaguliwa. Na baadaye akachaguliwa kuwa rais wa TAHLISO kwa maana ya vyuo vyote Tanzania, hapo vipi? Alipomaliza masomo yake Nzilanyingi akarudi nyumbani, na aliporudi nyumbani Nzilanyingi akachaguliwa kuwa diwani wa kata, hapo vipi? Baada ya kuchaguliwa kuwa diwani, Nzilanyingi akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa wilaya, hapo vipi? Nzilanyingi oye! Baada ya hapo Nzilanyingi akachaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Mwanza, hapo vipi? Baada ya hapo Nzilanyingi akachaguliwa mpaka sasa hivi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Mwanza. Nzilanyingi oye! Mmemsikia Nzilanyingi? Huyo ndio Nzilanyingi. Tumewaletea kijana anayechagulika, kijana hana majivuno, mzalendo wa kweli, anajituma kweli, ndio maana ana vyeo vyote vya kuchaguliwa, hapo vipi? Mimi mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Nyamagana pamoja na kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Nyamagana tulikaa kwenye kikao cha pamoja, tukakubaliana ya kwamba kabla sijaja kuzungumza na wananchi kwenye mkutano wa jioni wa hadhara, tupate fursa ya kupita mtaa kwa mtaa. Ninayo furaha kubwa kwamba asubuhi ya leo tumeianza hiyo kazi. Tumezungumza na ndugu zetu wa Fumagila Magharibi pamoja na Fumagila Mashariki, tukaja tukazungumza na wenzetu wa Kanenwa, tumezungumza na wenzetu wa Bukaga, tumepita mitaa yote, na ninavyosimama mbele yenu hapa tunakwenda kuhitimisha ziara yetu ya kuzungumza na wananchi kwenye kata nzima ya Kishili. Kupitia ziara yangu hiyo ya mtaa kwa mtaa, nimepata fursa ya kuzungumza na wananchi, nimesikiliza kero zao, nimepokea changamoto zao, lakini zaidi ya yote nimepokea matamanio yao ambayo wangetamani tufanye kwa kipindi cha miaka mitano mnapokwenda kutupa hii ridhaa ya uwakilishi kwa nafasi ya ubunge. Kishili oye! Kishili oye! Nataka niwaambieni watu wa Kishili ya kwamba huko kama ni kero nimejionea mwenyewe, kama ni changamoto ya miundombinu ya barabara nimeiona kwa macho yangu, kama ni shida ya maji watu wa Kishili nimekutana na kina mama wakiwa na ndoo kichwani, kama ni changamoto ya umeme na mimi simu yangu iliishiwa chaji nikakosa sehemu ya kuchaji. Nitumie fursa hii kwa kipekee sana kuwapa taarifa njema ya kwamba kwa kipindi cha miaka mitano ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 imetuelekeza na imesema tunakwenda kujenga barabara kwa kiwango cha lami inayotoka hapa Kishili kwenda Fumagila kwenda kukutana na wenzetu wa Fela. Na kwenye hili ninavyolizungumza, ndugu zangu wa Kishili, ninasema na ninamaanisha ya kwamba wenzangu wamefanya kazi nzuri. Mtangulizi wangu Mabula ameacha alama ya lami hapa, na mimi ninakwenda kuacha alama ya kujenga barabara kwa kiwango cha lami ya kutoka hapa Kishili kupita Fumagila kwenda kwa wenzetu wa Fela. Kipigieni makofi mengi Chama cha Mapinduzi
kwa sababu chenyewe ndicho kimeleta ilani ambayo inatekelezeka. Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu wa Kishili, ninyi mnafahamu nyakati zote sisi Chama cha Mapinduzi ni wa kweli, tukiahidi tunatekeleza. Na katika hili nataka niwaahidini ya kwamba tunavyokwenda kujenga hiyo barabara kwa kiwango cha lami, barabara zote za mitaa ndani ya kata ya Kishili tunakwenda kuzifungua. Lengo ni kuiunganisha Kishili na wilaya ya Magu, lengo ni kuiunganisha Kishili na wilaya ya Misungwi, na lengo ni kuiunganisha Kishili na jiji letu la Mwanza. CCM oye! CCM oye! Lakini mchakato wa ujenzi wa barabara ya lami ikiwa inaendelea, nataka niwaahidini barabara zote za mtaa kwa kipindi cha miaka 5 zitapitika usiku na mchana, na zitapitika majira yote ya kiangazi na wakati wa masika. Ninawaahidini ndugu zangu wa Kishili, nimepita hiyo barabara ya Fumagila, nimeona kwamba nyakati za masika mnapata tabu sana, ya kwamba nyakati za kiangazi mnakutana na makolongo mengi sana. Kati ya mambo matatu mazito ambayo nimekutana nayo kata ya Kishili, moja ilikuwa ni barabara, lakini ipo shida kubwa ya changamoto ya maji. Nataka niwaambieni wakina mama, mnayo kila sababu ya kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amejielekeza na amejitahidi kuja kumtua mama ndoo kichwani. CCM oye! Na hili linakwenda kuwezekana kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake awamu ya 6 amekwisha kuleta zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 71, fedha ambazo zimewezesha ujenzi na umekamilika wa chanzo kipya cha maji cha Butimba. Tumpigieni makofi mengi Daktari Samia Suluhu Hassan.